Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limeeleza kuwa linaendelea na uchunguzi wa tukio la kukamatwa kwa David Joseph Maganja maarufu kama Jumbe kufuatia taarifa zilizosambaa kupitia mitandao ya kijamii zikidai alichukuliwa na watu wasiojulikana maeneo ya Bunju. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Mei 21 mwaka 2026 na kaimu kamanda wa polisi wa kanda maalum jijini Dar es Salaam, jeshi hilo liliamua kufuatilia tukio hilo tangu usiku wa Mei 20 mwaka 2026 baada ya taarifa mbalimbali kuanza kusambaa mitandaoni. Katika ufuatiliaji huo, polisi walifanikiwa kulipata gari lenye namba T609DT aina ya Toyota Wish rangi nyeusi linalomilikiwa na Arani Eliosunguo Macha, ambalo linadaiwa Jumbe alikuwa akisafiria kama abiria wakati alipokamatwa na watu wanaodaiwa kutojitambulisha. Taarifa hiyo imeeleza kuwa asubuhi ya leo Mei 21 mwaka 2026, jeshi la polisi limepokea taarifa zikidai kuwa Jumbe alikuwa katika ofisi za Chadema zilizopo Mikocheni jijini Dar es Salaam. Amesema askari walifika katika eneo hilo lakini hawakumkuta, huku wakimkuta mtu anayedaiwa kuwa alikuwa pamoja naye wakati wa tukio la kukamatwa kwake. Aidha, jeshi la polisi limethibitisha kuwa Jumbe tayari amepatikana salama na kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini watu waliomkamata pamoja na sababu za kufanya tukio hilo. Polisi wameeleza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika wote watakaobainika kuhusika na tukio hilo kwa mujibu wa sheria. Habari iliyokuwa imetikisa usiku wa Mei 20 hadi alfajiri ya Mei 21 mwaka 2026 imepata mwisho wa muda mfupi. David Joseph Maganja maarufu kama Jumbe, msaidizi binafsi wa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, amepatikana salama baada ya kudaiwa kuchukuliwa kimambavu eneo la Bunju, Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam limethibitisha kuwa linachunguza tukio hilo kwa uzito mkubwa. Walifuatilia gari aina ya Toyota Wish yenye namba T609DTD na Jumbe alipatikana katika ofisi za Chadema Mikocheni akiwa bado amefungwa pingu na amejeruhiwa. Hii ni tukio jingine katika mfululizo wa visa vya utekaji vinavyohusishwa na mvutano wa kisiasa. Kulingana na taarifa iliyotolewa leo Mei 21 mwaka 2026 na kaimu kamanda wa polisi kanda maalum Dar es Salaam, polisi ilianza kufuatilia tukio hilo tangu usiku wa Mei 20 baada ya taarifa kuanza kusambaa mitandaoni, na pia walifanikiwa kulipata gari aina ya Toyota Wish T namba 609DTD lililomilikiwa na Arani Eliosunguo Macha, ambaye Jumbe alikuwa akisafiria kama abiria wakati alipochukuliwa. Na asubuhi ya leo polisi ilipokea taarifa kuwa Jumbe yuko katika ofisi za Chadema Mikocheni. Askari walifika eneo hilo na kumkuta mtu mmoja aliyekuwa pamoja naye wakati wa tukio. Jumbe amepatikana salama ingawa amejeruhiwa na uchunguzi unaendelea ili kubaini wahusika na sababu za tukio hilo. Hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wote watakaobainika kuhusika. Tukio hili limezua hisia kali za hasira na wasiwasi miongoni mwa viongozi wa Chadema. Tukio la Jumbe linajumuisha mbinu za sawa na visa vilivyotajwa hapo awali kama Humphrey Polepole, Mdude Nyagali na watu wengine walioweza kutoweka kwa mtindo huu. Tangu baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025, ripoti za haki za binadamu na mitandao zimeandika visa vingi vya forced disappearance na ufuatiliaji dhidi ya viongozi na wasaidizi wa upinzani. Jumbe alichukuliwa usiku wakati anarudi nyumbani wakati unaofaa kwa operation za siri. Alifanikiwa kutoroka kwa msaada wa bodaboda na kupatikana akiwa na pingu pamoja na majeraha. Gari lililotumika limepatikana na mmiliki wake anachunguzwa. John Heche na viongozi wengine wamelaani tukio hili na kuliita utekaji wa kisiasa. Hii inaongeza shinikizo la kisiasa na inaweza kuathiri operation zao za Free Tundu Lissu. Kupitia mitandao ya kijamii kama X, Instagram na TikTok pamoja na Facebook imejaa mjadala mkali, huku hashtag kama Jumbe na utekaji Bunju vimekuwa kwenye trending. Ripoti za awali za Human Rights Watch pamoja na baadhi ya asasi za ndani zimeonyesha kuongezeka kwa visa vya utekaji tangu Oktoba mwaka 2025. Polisi bado haijatoa maelezo kamili kuhusu wahusika au sababu, jambo ambalo linazidisha mashaka na tetesi. Hii ina maana gani kwa taifa? Kwa upande wa upinzani, inaimarisha madai ya kukandamizwa na inaweza kuongeza uungwaji mkono kwa umma, na kwa serikali pamoja na polisi inatoa taswira mbaya ya kutokuwa na udhibiti na kutumia madaraka vibaya.
Kwa upande wa demokrasia, inazua swali kubwa kuhusu usalama wa viongozi wa kisiasa na uhuru wa kufanya siasa. Na kwa upande wa umma, inazidisha hofu na wasiwasi wa kutokuwepo kwa ulinzi wa kisheria. Kupatikana kwa jumbe salama ni habari njema, lakini tukio lenyewe ni la kutisha na linapaswa kuchunguzwa kwa uwazi mkubwa na bila upendeleo. Mtu kuchukuliwa usiku, kufungwa pingu na kujeruhiwa ni kitendo kinachokiuka haki za binadamu na kinachohitaji majibu ya haraka na ya kutosheleza. Kukosekana kwa taarifa rasmi na kamili ya polisi kunazidisha mashaka. Vyombo vya dola vinapaswa kuwa vya kwanza kutoa maelezo na kuwalinda raia, si kutoa nafasi kwa tetesi na chuki. Hii inaharibu imani ya umma katika taasisi za usalama. Polisi imepaswa iwasilishe taarifa rasmi kamili kuhusu tukio hilo, wahusika na hatua zinazochukuliwa. Uchunguzi huru na wakina ufanyike na matokeo yawe hadharani ili kurejesha imani. Na pia serikali pamoja na upinzani zinatakiwa ziingie katika mazungumzo ya kitaifa ili kupunguza mvutano na kurekebisha mifumo inayozua migogoro. Jambo lingine ni kuwa vyombo vya dola viheshimu haki za binadamu na visiwe vyombo vya kisiasa. Hakuna taifa linaloweza kustawi linapokuwa na hofu ya kuchukuliwa usiku au kutoweka bila maelezo. Usalama wa kila raia ni jukumu la serikali na lazima tutekelezwe bila upendeleo. David Jumbe amepatikana salama baada ya kudaiwa kuchukuliwa kimabavu. Polisi inachunguza tukio hilo, lakini taarifa rasmi bado haijatosheleza. Hili ni tukio jingine linaloongeza mvutano wa kisiasa na kutilia shaka usalama wa viongozi pamoja na wasaidizi wa upinzani. Tanzania inastahili usalama, haki na heshima kwa kila raia. Tuungane kudai uwajibikaji na amani. Ndugu mpenzi mtazamaji, nini maoni yako kuhusiana na matukio haya ya utekaji kadri yanazidi kuongezeka kila siku? Una maoni gani? Je, polisi wanachukua hatua yoyote kuhusiana na matukio haya? Je, kuna taarifa yoyote ilishapatikana kwa mtu ambaye amefanikiwa kutekwa na kuonekana na polisi kaleta majibu ambayo yanaeleweka kwamba huyu alitekwa na kina fulani na ilikuwa hivi? Je, wewe una maoni gani kuhusiana na hilo?